Hataki rais mwenye ambao ni ndugu Yesu Kristo. Huyu hatumtaki. Mahali imefika serikali chukua rais mwenye ambaye ni mlevi, ambaye anavuta bangi, mwenye ambaye anaamuka hivi anasema mimi leo naweza amuka nipande nyasi kwa barabara. Ambao tunajua haiwezekani. Kwa sababu tumeona ndugu Yesu Kristo ako na mpango, sijui Yesu atakuja kama mwizi. Hata mimi sasa hivi nikimuingiza box sasa hivi anaweza ingia box nimwambie you know what? My love to is like corruption which never end in this country. Ataingia box. Kwa sababu tumefuzwa na ndugu Yesu Kristo. At your love looks like corruption. My love to is like corruption which never end in this country. Si anaingia box. Kwa sababu nitamwambia hata unajua pia serikali inasemanga namna hiyo. Hata unaweza kuambia pia hata nimekutengea huko na wako kwenda kukupumua. Hiyo hatutaki. Hiyo hatutaki. Jambo lingine mwenye ambao ataweza kuleta kazi kwa vijana. Vijana wengi huko mtaani wako na degrees, wako na diploma lakini hawana kazi. So inamaanisha aje tunataka wa CS wenye ambao si wazee, tunataka kuchagua experience. Experience ifanye kazi na kile ambayo inafanya kazi. Kama anachukua kijana ambaye amemaliza kusoma haya mpatie basi advance mwenye ambao ni mzee. Vijana huko mtaani wengi wako na makaratasi, wengine pia wanapigana ngeta huku kwa sababu hawana cha kukula. Pia wanasema nilichagua serikali. Na pia vijana pia raundi pia tuamuke, acha kusema huko na diploma na degree. Hiyo tusaidie kwa nyumba, kura ndio itaweza kukusaidia. Tutachagua kile ambacho tunataka. President mwenye ningetaka ni Gachagua. Nasema hivyo kwa sababu Gachagua huongea ukweli. Ukiongea ukweli, hii mambo ingine yote inaingia ndani ya ukweli. Ukiongea ukweli hautaiba. Ukiongea ukweli kila kitu itaenda sawa. Na president pia mimi ningetaka ni mwenye hata tupeleka Singapore. Ataendea Singapore ailete hapa. Exactly. Akilete Singapore hapa atakuwa amefanya ile angetaka tuende tufanye Singapore angeifanya hapa. One time. Mimi kama mama wa bunge la mwananchi Githurai, mimi president mwenye naweza taka ni mwenye ataturudishia Rida mama. Juu hiyo kitu inatuumizaga sana. Juu serikali yenye iko ilituondolea Rida mama. President mwingine naweza taka ni mwenye ataangalia watoto wetu mashule. Sisi kama wamama kwanza single mother tunaumia sana shule. Tunateseka. Kitu ya pili ya tatu, president mwenye naweza taka ni mwenye atapiga watoto wetu wandege. Mwenye atatujali, atajali wa mama zetu, baba zetu, watoto wetu. Kitu ya nne, president mwenye naweza taka ni mwenye ataangalia mashida zetu sisi kama wa Kenya. Ya tano, mwenye atakuwa ati tukimulilia anatusikia na anasikiza maombi yetu. Na hiyo maombi inatoka kwa Githurai wanabunge na tunasema ni one time. Wanabunge power. Mr. Speaker, mimi president mwenye nataka kwanza ni ule president anaweza rudisha mali yote ya Wakenya yenye imaiporwa na imefichwa huko mainchi za inchi. Cause unapata individual in Kenya, he's worth trillions. He's worth 30 trillions. But whereas Kenya haiwezi manage hata trilioni moja ya kufund projects hapa Kenya. Kenya iko na matajiri wengi sana. Wenye wealth yao iko over 5 trillion. But you find Kenya alinasoma budget ya 4 trillion inaenda kukopa 2 trillion. So tunataka president mwenye ataenda hizo pesa. Kama hizo za Ruto hizo mahindi yanapanda pale Kongo, tuende yote tulete. Kitu ya pili, nataka president yoyote mwenye atareclaim shamba ya serikali. Shamba yoyote mtu yote amejenga kwa riparian land na ako Kenya na ni tajiri, shamba irudi wapi? Kwa Republic of Kenya. Kwa sababu William Ruto amejenga Western Hotel pale. Pale ni shamba ya aviation. Yeye ameenda amenunua hapo, hata amejenga hoteli inamletea mabilioni. We need a president mwenye atareclaim hiyo shamba na achukue pesa yote yenye hoteli pata hapo mahali irudishie wananchi. Another thing, we need a president mwenye anaobey rule of law. Si president mwenye amefanya state house kama ofisi ya UDA iko chama ya UDA iko na ofisi yake. Lakini Ruto akitaka kutana na wanachama wa UDA anawaita state house. Sasa sisi wenye tuko DCP na hiyo ni a national utility, lakini ni mkutano ya UDA inafanyikia hapo ndani.
Mimi kama DCP sioni kama State House itakuwa yangu. So we need a president mwenye ata respect government institutions, kwamba aweze kudifferentiate kwamba kuna parliament, kuna judiciary na kuna executive. Si president mwenye youth akiandika kwa mtandao kwamba 11 billion zimepotea, ati kesho utalala na bibi yako kwa sababu uliandika Ruto aliiba 11 billion. Yep. Si mtu mwenyewe ati sasa leo nimeona kama ule jamaa alikuwa ameingia DCP. Jana tu aliongea akasema kwamba Nduale ni mwizi. Nduale amempelekea mabilioni na akamtengenezea media. Jamaa anasema ati DCP hataki chama ya wezi leo. Na yeye ndiye alikuwa tu kumuita pale Mathioya ama Kangema. Yeye mwenyewe alijileta na kuchechemea mguu yake akajileta pale. Leo anaita media niliambiwa nitusiane. Mzee mwenye ako na nywele nyeupe anasimama mbele ya watu asema alitusiana. We need transparency, a truthful people. Vile Gachagua anasimama mbele ya TV anasema kwamba pesa zinaibwa. We need a president mwenye anasimama mbele aseme ni ukweli wanaiba. Si kama Ruto amedanganya paka watoto. Nani anakumbuka alisimama pale Nairobi akasema ataleta mashini ya chapati. Itakuwa inatengeneza milioni 1 kwa siku. Sasa hivi tungekuwa tunatembea kwa chapati huku Nairobi. Lakini Ruto alisema na hajaleta. Ameenda Ukambani na matingatinga, amelaunch barabara paka saa hii. Hakuna mpango. Anabara anaweka mpango tu. We need a president mwenye ataokota ushuru na atumie pesa hii yenye anaokota. Hakuna project yoyote inajengwa Kenya yenye inatumia ushuru ya serikali. Angalia kama hii kitu anashinda kijidai yao inaitwa All Summit. All Summit pale alipe wazee NSSF ndio anajenga nayo barabara. Angalia Talanta Stadium. Tu yani wewe unakopa na unalipa kuliko vile umekopa. Yani umekopa 44 billion na unalipa 144 billion. Yani interest na 100 billion. Sio ni ujinga na utapeli. Angalia sasa zile barabara Uhuru alikuwa maanza. We need a president si ati mwenye ataacha barabara ama project ilianza na mtu ati kwa sababu anaona akijenga ata benefit Uhuru Muigai Kenyatta. So we need a president mwenye ataendelesha miradi zenye zilikuwa zimeanza na mwenye alipata na we need a president mwenye hata tudanganya. Na si ati atatumia wanawake wote wenye wamefanyiwa nomination kuwafanyia ile kitu ya asili. Ni saa hii ule rais tunaweza furahia akiwa uongozini ni mgani? Mimi kwangu rais mwenye naweza furahiwa na nifurahishwe na yeye ni mmoja tu. Ile kitu ya kwanza ni kuheshimu katiba. Ya pili kuheshimu wa Kenya. Ya tatu wa kusema na kutenda. Si kusema nitafanya, itatenga, itatengua na ufanyi. Ya nne ni kupora, ni rais hawezi pora kitu mali ya Wakenya. Ya tano anaangalia mambo ya masomo vile imeelewe na inastahili. Ya sita hospitali fenye itapele